Watu wa Mungu na Watanzania wenzangu, habarini ya uzima. Leo nina ujumbe mgumu sana ambao sikuwahi kutazamia kama ninaweza kuongea hadharani mbele ya watu. Lakini imenibidi leo ni useme. Na ninajua watu wa rohoni wataweza kunielewa vizuri zaidi. Wote wa rohoni kimungu, hata wa rohoni katika nguvu za giza, watanielewa kwenye hiki ambacho nitaenda kukisema. Lakini ninaomba nianze kwa maombi ili Mungu anitangulie. Maana hii vita ya kuikomboa Tanzania bila kumwaga damu sio rahisi kama ambavyo tunafikiria. Na kama Musa ambavyo alimsihi Mungu kwamba Mungu, uso wako uende pamoja nami. Na kama uso wako hauendi pamoja nami, usitutoe hapa. Ndivyo ambavyo Tanzania tunamhitaji Mungu aende pamoja nasi. Bila Mungu kwenda pamoja nasi hatuwezi. Kwa kama Musa alivyomsihi Mungu, naomba na mimi nimsihi Mungu aendelee kwenda pamoja nasi. Tuombe. Mungu uliye hai, Mungu wa neema, umesema katika neno lako la Yeremia 29 mstari wa 11 ya kwamba unajua mawazo unayotuwazia sisi ni mawazo ya amani wala si ya mabaya, kutupa tumaini siku zetu za mwisho. Mungu uliye hai, ninaomba neno hili likatimie kwa taifa letu la Tanzania. Baba, ukatuwazie amani, ukatuwazie kufanikiwa. Mungu wetu uliye hai, ukatuwazie kuvuka kwa ushindi utokao kwako. Mungu uliye hai, ninaomba ukaniongoze kulisema neno lako la uzima kama ulivyokusudia kwa ajili ya taifa la Tanzania. Mungu, wanijua kinywa changu ni kizito, lakini kama uliweza kumtumia Musa aliyekuwa na kigugumizi kikubwa kuliko hata mimi, waweza kunitumia pia Bwana kufikisha ujumbe kama ambavyo umekusudiwa. Baba, nisaidie. Musa alihitaji Haruni, lakini mimi nakuhitaji wewe zaidi, moja kwa moja. Unitangulie kunena neno hili Bwana kwa ajili ya taifa la Tanzania, ili tuione Tanzania iliyokusudiwa na Mungu. Tuione Tanzania Bwana iliyobeba utambulisho wa kimungu. Ninaomba katika jina pekee la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Tanzania wenzangu, ili nieleweke vizuri, naomba nianze kwa kusema hivi. Mimi binafsi kwa jina langu hili linaloitwa Musa, sio jina ambalo lilikuwa chaguo la kwanza la wazazi wangu. Mimi nilipozaliwa niliitwa Misungwi, ambalo ni jina la babu yangu kizaa mama, ambaye alikuwa mganga mkubwa sana sehemu za Magu, Mwanza. Lakini pia nina jina jingine, ukinifuatilia Instagram naitwa Matias Salvatori. Hilo Matias ni jina ambalo nilipewa utotoni la Kikristo, ambalo hilo jina ni la mwanafunzi ambaye alikuja kuchukua nafasi ya Yuda Iskarioti. Mkisoma kwenye Biblia Matendo ya Mitume mtaona hicho kitu. Sasa kwa nini nilikuja kuitwa tena Musa badala ya Matias? Ni kwamba mwaka 1998 nilipotokewa na maono waziwazi. Sikuwa kwenye ndoto, bali ilikuwa ni saa 2 usiku, niko nyuma ya nyumba, nataka kufanya haja ndogo. Basi nilipokuwa, kabla sijafanya chochote, mara mbingu zikafunguka mbele yangu nikiwa macho hivi. Basi nikaona mtu wa kwanza amepita, ni kama skrini mbele yangu kubwa. Akapita mtu wa kwanza. Mtu wa pili aliyepita ni yule aliyeigiza picha ya Yesu, aliyeigiza kama Yesu. Kwa kipindi hicho utotoni nilijua moja kwa moja kwamba nimemuona nani? Yesu. Alipotokea akaninyoshea mkono hivi, ishara kama ananipa kitu, na alikuwa anatabasamu. Lile tabasamu lake usoni liliingia moyoni mwangu, yani ni kama nilibaki moyoni mwangu, kiasi kwamba hata kama nikiwa nimerudi nyuma kwenye wokovu au nikiwa napitia magumu kwenye utumishi, nikataka kukata tamaa, lile tabasamu ambalo nilimuona Yesu akitabasamu juu yangu, huwa ninasimama
na Mungu. Hata kama kazi aliyonipa Mungu ni ngumu kiasi gani, huwa ninaamua kusimama na Mungu na kusema liwalo na liwe. Sitaki kumpoteza Yesu aliyenipa tabasamu lake moyoni mwangu. Sasa tangu nipoona hayo maono waziwazi na ndoto ambayo kwenye kitabu changu nimeelezea hiyo ndoto, ambapo kwenye hiyo ndoto Mungu alinionyesha jehanamu ilivyo na nikamuona baba yangu kwenye moto na watu wengine wanalia. Hiyo ndoto ndio ilinifanya nimuombee baba yangu kwa mzigo mpaka akamrudia Mungu bila kuhubiriwa. Maana nilipomwombea kwa mzigo naye akaota ndoto ya andiko la Waebrania 4 mstari wa 9. Alipolisoma akaamua kumrudia Mungu. Kwa Kiingereza mkilisoma mtaelewa vizuri. Anasema kwamba imesalia raha kwa watu wa Mungu. Kwa akatamani ndani yake kwamba hiyo raha ambayo itakuwepo kwa watu wa Mungu tu asiikose. Baba yangu akamrudia Mungu mwaka huu 1998. Mwaka 1999 akabatizwa. 2000 hapo akaanza kuwa mtumishi. 2001 akawa mtumishi wa Mungu kwenye kanisa la ICT. Paka ninavyosema hivi leo tarehe 18 mwezi wa 10 2025 baba yangu ni mtumishi wa Mungu. Sasa wakati mimi sasa naenda kubatizwa, kumbuka hapo sasa Mungu nilishauona ule wito ndani yangu, wito wa kumtumikia Mungu na waka. Maana maono niliona nilikuwa na miaka 7, lakini ndani yangu nilikuwa nasikia wito wa kumtumikia Mungu. Kwa hiyo nikiwa naenda kubatizwa nikasikia ndani yangu jina Musa. Mama yangu hakutaka nibatizwe hilo jina nililolisikia moyoni, alitaka nibatizwe Matias, ambao ni jina langu la tangu utotoni la Kikristo. Ila mimi sikuwa nasikia hivyo. Mnafahamu misingi ya maadili yetu wa Afrika, mzazi wako ni topu, ni last say. Lakini kwa mara ya kwanza niliweza kupingana na kauli ya wazazi wangu. Niliamua kusimamia kile ambacho ndani yangu ninasikia. Kwa nikaenda kubatizwa Musa. Sasa kwenye Biblia utarejea kuna watu ambao Mungu aliwabadilishia majina yao. Mojawapo ni Ibrahimu. Mwanzo Ibrahimu alikuwa anaitwa Abraham, lakini Mungu alipokusudia kumweka kuwa baba wa mataifa mengi, akamwambia jina lako kuanzia leo utaitwa Ibrahimu, maana utakuwa baba wa mataifa mengi. Sara naye alibadilishiwa jina kutoka Sarai kwenda kuwa Sara, kwa maana kwamba mama wa mataifa mengi. Lakini pia tuna mtu mmoja anaitwa Yakobo. Yakobo ambaye ni mtoto wa Isaka. Jina lake lilibadilishwa alipokutana na malaika akaitwa Israeli, kwa sababu alishindana na Mungu mpaka akashinda akidai kubarikiwa. Lakini Yakobo, ukifuatilia maana ya Yakobo, ni mtu mjanja ambaye anaweza akachukua kitu kwa ujanja. Kwa maana yake Mungu akabadilisha historia ya Yakobo kutoka Yakobo kuja Esau, ambapo ndo mpaka leo tuna taifa linaitwa Israeli. Lakini pia kwenye Agano Jipya tunaona kuna mtu mmoja anayeitwa Paulo. Mtume Paulo mwanzoni ukisoma kwenye Matendo ya Mitume sura ya 9, haumuoni kama Paulo. Unamuona akiwa anatambulishwa kwa jina la Sauli. Ingawa Biblia haijaweka wazi kwamba kwa nini alibadilishiwa jina, kwa nini jina lilibadilika likawa Paulo tena, hatujui, lakini tunajifunza kwamba kuna majina, kwamba tunajifunza kwamba waliseni kwamba sio kila jina ni jina tu. Kuna majina mengine yamebeba nguvu nyuma yake. Mfano, sisi wa Kristo, nguvu yetu wa Kristo ipo kwenye jina la Yesu. Ndiyo maana hata tunapoombea pepo hatuombi kwa jina la Mungu. Maana Mungu alitupa password ya nguvu zetu ni jina la Yesu. Ndio maana tukitaja jina la Yesu pepo wanalipuka. Tukitaja jina la Yesu ugonjwa unatoka. Maanake siri ya nguvu yetu sisi wa Kristo ni jina la Yesu. Na ndio maana pia moja kitu ukitaka umjue
mtu ambaye ni kweli ana imani kwa Mungu, kama yani kwa imani yetu wa Kristo, manake tumsikie anamkiri Yesu kwa sifa zake zote, kwamba Yesu ni mwana wa Mungu, lakini pia ana sifa ya kuwa Mungu, ana sifa ya uungu, lakini alikufa msalabani na akafufuka. Kwa mtu anayekiri hizo sifa, tunajua kweli amemwamini Yesu. Sasa manake kumbe nguvu yetu wa Kristo iko katika jina. Kumbe kwenye ulimwengu wa roho jina linaweza likabeba nguvu. Na mimi mpaka hapo nadhani mmenielewa watu wa Mungu. Sasa naomba nielezee pia kitu hiki. Babu yangu huyo Misungwi alikuwa mganga mkubwa, lakini alipotaka kufa akasema, mimi nitazikwa kikristo. Nitazikwa na mdogo wangu anaitwa Musa. Alikuwa na mdogo wake mtumishi wa Mungu anaitwa Musa. Na kweli alipokufa hakuzikwa kwenye yale matambiko ya kiganga. Alizikwa na huyo mdogo wake Musa. Sasa nataka uunganishe haya matukio na nini juu yangu, lakini usiunganishe sana kuliko inavyotakiwa. Kwa hiyo na mimi wakati nachagua hilo jina la Musa, sikuwa ninajua siri hiyo, ila tu ni hivi karibuni Mungu akawa ananifunulia sasa kwamba kwa nini wakati babu yangu anazikwa hakutaka azikwe kiganga, alitaka azikwe na Musa. Alafu mimi Mungu anakuja kuniita kwenye utumishi, ananipa jina la Musa, ingawa hapo mwanzoni hakunifunulia kwa nini naenda kubatizwa kuwa Musa. Haya. Sasa nguvu ya jina. Sasa mwaka 2023 nikiwa AICT Chang'ombe, nikiwa kwenye maombi, nikasikia ndani yangu ninakatazwa kumuita Rais Samia mama. Unajua kwa kanuni zetu wa Afrika tumeambiwa kwamba kuheshimu mkubwa. Kwa mkubwa unaweza ukamuita mama, baba hata kama hajakuzaa. Kwa ndani yangu hicho kitu sikukiona kama ni cha kawaida. Nikiwa naendelea kuomba, nikaambiwa ndani yangu kwamba uwezi ukamuita mtu baba au mama, kwamba mtu anapoitwa baba au mama maana yake kuna kitu kimezaliwa. Yaani pamoja na kwamba tunaita baba, ila nyuma yake pia sifa ya kuitwa baba au mama maana yake kuna kitu amezaa huyo mtu. Sasa nilikuwa nasikia ndani yangu naambiwa kwamba kwa hiyo hilo jina la mama kutoka kwenye kuwa Rais Samia tu mpaka kuitwa mama, manake kwenye ulimwengu wa roho kuna kitu ambacho kimefanyika. Kwa nilikuwa naendelea kumuomba Mungu anipe ufunuo kwenye hilo. Sasa naomba nisieleze mengi sana, maana hapa tupo tu kwa ajili ya kupata wapi pa kuanzia tunapotaka kulivusha taifa letu la Tanzania bila kumwaga damu. Sasa naomba niwarudishe nyuma kwenye historia ya taifa letu la Tanzania, kwamba tulipata uhuru kama Tanganyika, tukimana Tanzania iko mbili, lakini hebu tuigawe sasa, tuiweke Zanzibar pembeni, tubaki na Tanganyika, ambapo tulipata uhuru kama Watanganyika bila kumwaga damu chini ya Julius Kambarage Nyerere, na mpaka tukamuita baba wa taifa. Na misingi aliyotuachia kama taifa alipotuunganisha sasa, kwamba manake hatupo tena kama Tanganyika bali tuko kama taifa moja la Tanzania, alituunganisha katika misingi ya amani na umoja. Moja ya taifa ambalo lilijulikana kwa amani, moja ya taifa ambalo lilijulikana kwa umoja, hatuna ukabila na nini, ni Tanzania. Kwa hiyo tunamuita baba, lakini ni baba aliyeacha misingi ya amani na upendo na mambo mengine mengi ambayo yapo. Sasa kwa kipindi hiki cha awamu hii ya Rais Samia tunamuita mama. Nao naomba nikukumbushe kitu, kwamba nilipokuwa naendelea kumsikiza Mungu nikawa nakumbusha juu ya wasanii, kwamba sio kila msanii anayebadilisha jina amebadilisha tu mwenyewe. Kuna wengine wanaenda katika ulimwengu wa roho, wanajiambatanisha na maagano
Kwa hiyo wanabadilisha hayo majina yao, ila yameambatana na nguvu fulani katika ulimwengu wa roho. Unakuta mtu anaitwa, natolea tu mfano wa jina hili, simlifaa mtu yote. Unakuta mtu anaitwa Diamond, kwa maana kwamba dhahabu ina thamani. Kwa hiyo au Diamond kwa maana kwamba alimasi, kwamba ambao alimasi ni moja ya dini ambayo lina thamani kubwa na ni gumu, si ndivyo? Kwa mtu anaitwa alimasi au Diamond kulifaa kwenye ulimwengu wa roho kwamba atang'ara kama Diamond kwenye usanii wake, kama Diamond ilivyo. Kwa hiyo kitakachokuwa kinamng'alisha sio tu kwa sababu mnamuita Diamond, bali kwa sababu kwenye ulimwengu wa roho kuna nguvu inayomfanya ang'are. Kuna nguvu imebebwa kwenye hilo jina ili kumtambulisha. Sasa ukirudi sasa kwa Rais Samia, manake sasa hapo mimi naomba nisilejee chochote, lakini nataka upate picha kwamba vipi kama kwenye ulimwengu wa roho hilo jina ambalo leo limeenea kiasi kwamba watu wengine wanaona kama asipomuita tu kwamba Rais Samia anaona kama hajamtendea haki. Vipi kama hilo jina halijaishia tu, sio tu jina kama kawaida, bali ni jina lililoanzia ulimwengu wa roho kwa matambiko, kwa maagano juu ya taifa la Tanzania. Hebu naomba niambie, hivi hapo itakuwa tu ni sawa? Sijui mnanielewa watu wa Mungu. Kwa hiyo ndani yangu wakati nafunuliwa hilo jambo, sikuona kama lina uzito sana. Lakini sasa kadri inavyoendelea, unajua Mungu anapoanza mission na mtu hakufunulii unakoelekea. Hata Musa alizaliwa, kapitia mapito mengi, mara anakosa kuuawa, akaokotwa na binti wa Farao, akalelewa kwa Farao na nini. Zote hizo zilikuwa ni mission za Mungu akiwa na mpango wa kumtumia. Kwa mimi kuna mambo Mungu alikuwa ananifunulia ila nilikuwa sijui umuhimu wake hivyo. Sasa wakati naendelea kujitoa kumuomba Mungu kwa ajili ya kulivusha taifa la Tanzania ili lisimwage damu, lipate haki bila kumwaga damu, ndipo akanikumbusha kila alichonifunulia mwaka 2023 kwa habari ya jina hili mama. Manake kwamba tusishangae ya kwamba watu wanamshauri kwamba kuna mambo hayaendi sawa. Hebu tukae chini tuongee ili taifa lisingie kwenye machafuko, lakini hamuoni response yoyote. Mtu ndo kabisa anaingia barabarani kufanya kampeni kama asikii. Nini? Inawezekana katika ulimwengu wa roho patano ambalo nguvu ya patano iliyoko kwenye hilo jina la mama ni kwa habari ya kuondoa nafasi ya baba wa taifa aliyeacha misingi ya amani na upendo kuja kuliplesi nafasi nyingine ya mama ambaye atatuachia mwanzo wa maandamano. Ndo tutakuwa Tanzania ambayo tukitaka haki hatuipati mahakamani, hatuipati bungeni, lazima tuipate barabarani. Tutakuwa tuna Tanzania ambayo ni ya mama kwenye ulimwengu wa roho. Manake mapinduzi kwenye ulimwengu wa roho, kutoka kwenye kuwa na baba wa taifa kwenye ulimwengu wa roho, sasa mpaka mnakuwa na mama wa taifa, nafasi ya baba inaondoka. Kwa manake sasa mwanzoni mliongozwa kwa misingi ya hekima, maelewano, mazungumzo, umoja, hatukuwa na udini. Tanzania tuna Waislamu na Wakristo, lakini tunaishi kama ndugu na tunaelewana, si ndivyo? Lakini sasa manake kuna sura inaweza ikatokea hapa tofauti na watu wanavyotegemea, kiasi kwamba tukapata Tanzania yenye udini, Tanzania yenye ukabila, kwa sababu kwenye ulimwengu wa roho kuna mtu mwingine ameanzisha misingi. Kwa nini sasa kwa tunapoenda kwenye maombi tuanzie kwanza na hiyo nguvu? Simaanisha kwamba moja kwa moja kwamba iko hivyo kwenye ulimwengu wa roho, ila mimi ndo nilifunuliwa hivyo nikaacha kumuita mama tangu mwaka 2023. Kwa sasa mimi sisemi kwamba ndo iko hivyo, ila hebu tuanze na hilo jina la mama. Tulikatae kwenye ulimwengu wa roho na kile kilichokusudiwa kuzaliwa Tanzania, maagano yote ambayo yamkini amewahi kuweka ili yazaliwe Tanzania,
yaondoke. Kumbuka mtu huwa anaweka maagano na shetani kwa interest zake mwenyewe, lakini shetani pia naye anakuwa na interest. Manake yeye atapata anachotaka, lakini shetani atapata anachotaka. Manake mfano mtu anataka uraisi, anaweka agano na shetani. Yeye atapata uraisi, lakini shetani naye atapata roho, atapata anachokitaka, labda machafuko, kumwaga damu. Kwa leo msishangae damu za Watanzania zinamwagika, utekaji unaendelea, lakini hakuna anayetishika. Nini? Yamkini kwenye ulimwengu wa roho ni sehemu ya mapatano. Kwa sasa tunatakiwa kurudi rohoni kama watu wa Mungu na kumlilia Mungu. Naomba nimalizie na andiko hili, baadaye tuhitimishe. Ukiangalia kitabu cha Maombolezo sura ya 5, Yeremia mstari kuanzia wa kwanza. Maombolezo sura ya 5 mstari kuanzia wa kwanza hadi wa 5 nasema: Bwana, kumbuka yaliyotupata, utazame na kuiona aibu yetu. Urithi wetu umegeuka kuwa mali ya wageni, na nyumba zetu kuwa mali ya makafiri. Tumekuwa yatima waliofiwa na baba, mama zetu wamekuwa kama wajane. Tumekunywa maji yetu kwa fedha, kuni zetu twauziwa. Watufuatiao wa juu ya shingo zetu, tumechoka tusipate raha yoyote. Yeremia anaenda kulia mbele za Mungu na kumwambia, Bwana, kumbuka yaliyotupata, utazame na kuiona aibu yetu. Mstari wa pili anasema kama urithi wetu umegeuka. Sisi unaelewa hapo? Urithi wetu umegeuka. Kumbe urithi unaweza kugeuzwa na mtu. Urithi unaweza kugeuka. Israeli walirithi nchi ambao walikabidhiwa na Mungu, nchi ya ahadi. Lakini baadaye urithi wao ukageuka. Kadhalika na Tanzania. Kwenye ulimwengu wa roho kuna kitu kinataka kubadilishwa. Kutoka kwenye ile Tanzania tuliyoirithi, Tanzania ya amani, Tanzania ya upendo, Tanzania ambayo haina magomvi, changamoto zetu tulikuwa tunazimaliza mezani. Leo tunaenda kuwa Tanzania ya barabarani. Haki zetu zimeminywa mahakamani zisipatikane, bungeni zisipatikane, ili tuzipatie barabarani kwa kumwaga damu. Ndio urithi ambao tunataka kuachiwa. Lakini Yeremia akalia akasema, Bwana, urithi wetu umegeuka kuwa mali ya wageni, na nyumba zetu kuwa mali ya makafiri. Tumekuwa yatima waliofiwa na baba, mama zetu wamekuwa kama wajane. Tumekunywa maji yetu kwa fedha, kuni zetu twauziwa. Mstari wa 5 anasema, watufuatiao wa juu ya shingo zetu, tumechoka tusipate raha yoyote. Yaani anayekufuatia anatafuta shingo yako, wa juu ya shingo zetu, manake uhai. Kadhalika ndio kinachotokea kwenye taifa la Tanzania. Zamani tulizoea kwamba wakosoaji walikuwa wanakosoa tu, hakuna kinachotokea. Na kama wakisumbua sana basi wanawekwa kizuizini. Lakini leo wakosoaji ambao wanakosoa mambo ya msingi, shingo zao ndio imekuwa haki ya wale wanaowatesa, ya wale wanaokosolewa. Lakini nini ndo kama hiki Yeremia alichokiona, kwamba wanaotufuatia wa juu ya shingo zetu, nasema tumechoka tusipate raha yoyote. Kweli kuna wakati hata yule ambaye alikuwa hajawahi kufikiria kwamba atasimama kusema chochote kwa ajili ya taifa, unashangaa amesema nini, moyoni amechoka. Na Watanzania wanasema wanaenda kuandamana tarehe 29 mwezi wa 10 2025, sio kwamba waliwahi kuwaza kwamba siku moja wataandamana, bali ni kwa sababu mioyoni wamechoka. Naogopa sana mtu ambaye moyoni mwake amechoka anapoenda barabarani. Kumdhibiti huyo mtu ni ngumu sana. Kwa hiyo, lakini naomba niseme hivi kwamba huyu Yeremia anayelia mbele za Mungu ndio huyo Yeremia ambaye
kwenye kitabu cha Yeremia 1 mstari wa 10 aliambiwa kwamba nimekuweka uwe nabii juu ya mataifa ili kung'oa, kubomoa, kuharibu, kuangamiza, ili kujenga na kupanda. Maana alikuwa amepewa mamlaka ya kimungu kung'oa, kuharibu falme. Lakini mbona hapa analia? Maana Mungu anapokuweka mamlaka ya kimungu ndani yetu, anapoyaweka hayapo kwenye kupambana kwa nguvu, yapo kwenye kumsihi Mungu kwa machozi. Yaani huyu ambaye kwenye Yeremia 1 mstari wa 10 tunaona kwamba Mungu alikuwa amemweka ili ang'oe, aharibu falme na mamlaka zote, ili ajenge na kupanda. Hatumuoni akibeba silaha, hatumuoni akianzisha maandamano, ila tunamuona akimsihi Mungu. Nini maana yake? Maana yake kwamba siri ya nguvu zetu katika Mungu haipo kuhamasisha maandamano, ipo kuhamasisha watu wa Mungu kuomba. Maana siri yetu iko katika machozi yetu kwa Mungu. Luka sura ya 18 mstari wa 1 hadi wa 8 inaelezea kwa habari ya mwanamke ambaye alinyimwa haki na kadhi dhalimu, lakini aliendelea kumsihi mpaka akapewa haki yake. Hakuanzisha maandamano. Sasa kadhalika Mungu akasema, kama huyu kadhi asiyejali watu, asiyemcha Mungu aliweza kumpatia huyu mjane haki yake, je, si zaidi sana wale wamwombao Mungu mchana na usiku hata wapatia haki wale wamwombao Mungu mchana na usiku? Maana kumbe Mungu anataka tumuombe zaidi kuliko kuandamana zaidi. Kwa hiyo ndio maana ninawasihi tusimame na Mungu kwa ajili ya taifa la Tanzania. Matumaini yetu tusiyaweke kwenye maandamano. Huko kwenye maandamano hatuwezi kuipata Tanzania ya haki milele. Haki tutakayoipata itakuwa ni ya muda tu. Hatuwezi kuipata Tanzania ya amani, hatuwezi kuipata Tanzania ya umoja. Ila kwa Mungu, tukirudi kwa Mungu kwa magoti na kulia, tutaipata Tanzania yetu. Urithi tulioachiwa kwenye Tanzania yetu, urithi wa amani na mshikamano tulioachiwa Tanzania yetu, hautageuzwa. Baba wa taifa kwa ulimwengu wa roho atabaki, lakini tutakuwa pia na baba wa mbinguni aliye topu juu ya mababa wote, ambaye ni Mungu muumba mbingu na nchi. Na ndicho tunachokipambania, kwamba pamoja na kwamba tumekuwa na baba wa taifa Nyerere, lakini kwenye ulimwengu wa roho tuwe na baba yetu wa mbinguni kwa ajili ya taifa la Tanzania. Kwa watu wa Mungu, ninaomba kila mmoja anayesikia huu ujumbe asimame kumwomba Mungu. Lakini naomba nitoe wito wangu kwa upendo kabisa na unyenyekevu kwa viongozi mlioko serikalini, vyombo vya dola. Naendelea kuwaomba kwamba endeleeni kuangalia taifa letu linaelekea wapi. Msiatazame hayo maandamano kwa picha nje tu. Kaeni na watumishi wa Mungu, muone kila ambacho Mungu anawaonyesha. Kama kweli kwamba watumishi wote wa Mungu hawezi kufunuliwa, basi futeni makanisa. Maana yake kwamba mmeruhusu jambo ambalo halina faida kwenye nchi. Kama kweli Mungu aweza akazungumza na watumishi wake mambo ambayo yako mbele, basi maana yake kanisa halina umuhimu kwa taifa. Na hicho sio kwamba ni kweli. Kanisa lina umuhimu. Tusimame na Mungu. Mimi naomba nihitimishe na niwaite kwenye maombi. Mimi kwa kweli nikiingia mbele za Mungu ni mtu wa machozi na kulia. Kwa ndio maana siwezi nikaombea kwenye skrini. Siwezi kuwa na uhuru. Maana siombi ili watu wanione kwamba ninaomba. Ndio maana wakati muda mwingi nikizima simu, nikifunga huu kipindi, naenda mbele za Mungu kuomba. Au mara nyingi nakuwa nimeanzia kuomba mbele za Mungu ili aniongoze cha kusema. Kwa ndio maana sipendi kuomba muda mrefu kwenye simu. Maandiko yanasema kwenye Mathayo kwamba aende sirini, aende kuomba sirini, na Baba aonaye sirini atamjazi. Kwa Mungu abariki sana. Ninaomba ujumbe huu uwafikie watu ambao wana mapenzi mema na taifa la Tanzania, ambao wanatamani kuona Tanzania ikirudi mikononi mwa Mungu. Lakini pia ukifuatilia shuhuda zangu za nyuma, utaona kwamba wengi watu wananihisi, mwanzoni watu wanahisi kama kwamba namshambulia mtu, lakini kumbe ni upendo. Petro alipokemewa na Yesu kwamba rudi nyuma yangu Shetani,
Yesu alikuwa anaonyesha upendo kwa Petro, kumwokoa Petro asitumiwe na shetani. Kwa Rais Samia ni rais wangu, simchukii, ila natamani kumwokoa kwenye mambo magumu. Mungu awabariki sana. Naomba nitimishe kwa maombi. Bwana Yesu, asante. Naomba ujumbe huu Bwana ukaufunue katika ulimwengu wa roho. Kama Elisha alivyoomba kwamba yule mfanyakazi wake afunuliwe, kadhalika Mungu, funua siri hili katika ulimwengu wa roho ili tujue wapi pa kuanzia, katika jina la Yesu. Amen. Bye. Mungu awabariki.